ukimya. Wanatheolojia wanasema takriban miaka 500 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Unaweza ukapiga hiyo picha kwamba manabii walipotabiri habari ya kuzaliwa kwa Yesu, maandiko matakatifu yalipoandikwa Agano la Kale kabla ya kuzaliwa kwa Yesu, tunaambiwa kwamba miaka takriban zaidi ya 500 ilipita ndipo Yesu Kristo anakuja anazaliwa katika ulimwengu. Kwa hiyo ukapiga picha miaka 500 ya ukimya. Manabii wametabiri, maandiko yameandikwa ya Agano la Kale, lakini Yesu hajatokea, lakini Yesu hajazaliwa, lakini Yesu hajaje. Kwa kama nabii Isaya aliandika utabiri wake au kitabu chake cha Isaya akiwa na miaka 50, manake ikapita miaka takriban 550 ndipo Yesu anakuja anazaliwa. Wakati Zefania anaandika habari za utabiri wa Yesu akiwa na miaka 70, ikapita miaka 500 ya ukimya, manake takriban miaka 570 ndipo Yesu anakuja anazaliwa. Nataka uone hiyo picha, lakini pia uangalie hiyo connection iliyopo kati ya neno la Mungu katika kipindi cha Agano la Kale, lakini uthibitisho wake unakuja kuonekana katika Agano Jipya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Isaya sura 61 aya ya kwanza, ambao uthibitisho wake unakuja kuonekana katika Injili ya Luka sura ya 4 mstari wa 18. Isaya, kitabu cha nabii Isaya sura ya 61. Kitabu cha nabii Isaya sura ya 61 kuanzia aya ya kwanza, na Injili takatifu kama alivyoandika Luka mtakatifu sura ya 4 18 mstari wa 18. Karibuni mlioandaliwa kusoma. Isaya 61 mstari wa kwanza. Biblia inasema, Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Amen. Asante. Connection yake, uthibitisho wake unaonekana katika Agano Jipya. Luka 4 mstari wa 18. Luka 4 mstari wa 18. Roho ya Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Ametuma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Amen. Asante. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo ukaona nabii Isaya, neno la Mungu katika Agano la Kale, anaandika, anatabiri, anaelezea kwa habari ya Yesu kwamba atakuja mtu ambaye Roho ya Bwana yu juu yake. Kumbuka Isaya anapoandika hamjui Yesu, hajamuona Yesu, yeye anaandika tu kwamba Roho ya Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta. Lakini huyo aliyepakwa mafuta anakuja kujithibitisha yeye mwenyewe katika Agano Jipya. Katika Injili ya Luka sura ya 4 mstari wa 18, anaposema Roho ya Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta, ni kama vile ananukuu, anarejea kile ambacho nabii Isaya alikisema, kinakuja kinathibitika katika Agano Jipya. Hakuna tofauti. Nabii Isaya anaelezea, anatabiri. Nilikwambia mwanzo, nabii Isaya anaandika afu inapita miaka takriban 500. Kipindi cha ukimya kabisa. Hakuna lolote linaloendelea. Lakini baadaye Yesu anakuja anazaliwa, anathibitisha maneno haya. Na Yesu sasa ni kama vile aliyetabiriwa anathibitisha. Isaya alitabiri, lakini Yesu anathibitisha kwamba yeye ambaye Isaya aliandika, yeye ndio Roho ya Bwana kweli juu yake. Amempaka mafuta kuwatangaza, amemtuma kuwahubiri maskini habari njema, wafungwa kufunguliwa kwao, vipofu kuona tena, kuacha huru walioteswa, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Bwana Yesu Kristo apewe sifa.
Soma kidogo mbele. Kitabu cha Zaburi sura ya 22 mstari wa kwanza aya ya kwanza, na Injili takatifu kama alivyoandika Mathayo mtakatifu sura ya 27 aya ya 46. Wasomaji wetu watasomea. Nataka uangalie mtu wa Mungu, si kama unaelewa hiyo, tutazame kwa pamoja hivi. Hiyo connection iliyopo, hayo mahusiano yaliyopo wakati wa neno la Mungu katika Agano la Kale na neno la Mungu katika Agano Jipya. Zaburi ya 22 aya ya kwanza na Injili takatifu kama alivyoandika Mathayo sura ya 27 aya ya 46. Zaburi 22 mstari wa kwanza, Biblia inasema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona mbali na wokovu wangu na maneno ya kuugua kwangu? Amen. Asante. Hapo. Karibu msomaji wa uthibitisho. Zaburi, Injili kama katika Mathayo 27:46. Mathayo mtakatifu sura 27 mstari wa 46. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakthani, yani Mungu wangu, mbona umeniacha? Amen. Asante. Unaweza ukaona haya maneno. Watakao kwa wanaelewa watakuwa wanaelewa vizuri sana. Kwamba Zaburi ni kipindi cha neno la Mungu katika Agano la Kale. Anapomwandika mwandishi, Mungu wangu, mbona umeniacha? Lakini maneno hayo yananenewa na Yesu mwenyewe akiwa msalabani,